zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Tayari tuna maafisa kutoka Tume Huru ya Uchaguzi wameshaanza hizo taratibu au kwenye vituo kwenye maeneo yetu kwa ajili ya wananchi kuhakiki zile taarifa zao. Mara ya kwanza ilifanyika zoezi la uandikishaji, sasa hivi umekamilika, wanaleta ile daftari ili kuhakiki. Kila mwananchi ambaye alijiandikisha aende ahakiki zile taarifa zake kama ziko sahihi. Lakini pia inawezekana ulijiandikisha ukiwa Nyakorogo, umri wa kustaafu umefika, unataka kurudi kwenu Makete na una mpango kwenda ugombea huko. Huwezi kugombea sehemu ambayo hukujiandikisha. Kwa hiyo uboreshaji unatoa nafasi kwa watu ambao wana hizo sifa wabadilisha au kuhamisha taarifa zao kutoka kwenye kituo ambacho alijiandikisha awali kwenda kituo kingine ambacho hakujiandikisha lakini anataka kagombee huko. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwaomba waheshimiwa madiwani mtusaidie kuhamasisha wananchi wajitokeze kuhakiki taarifa zao. Sababu daftari kaa vizuri, zoezi la kupiga kura litaenda vizuri. Kwa maana zoezi la uchaguzi pia litaenda vizuri. Zile dosari si aenda kupiga kura, jina lake halioni, inaleta mzozo na nini, itakuwa tumepukana nao. Kwa hiyo niwataka kuhamasisha wananchi mwema balozi kuwajulisha kwamba waende kwenye vile vituo wakahakiki majina yao. Hilo lilikuwa la kwanza. Lakini jambo la pili ni shukurani. Mimi kwa niaba ya wakuu wa idara na vitengo na wafanyakazi wote wa halmashauri tunawashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano ambao tunaupata kutoka kwenu, kwa sababu halmashauri inapotekeleza shughuli zote za halmashauri haziwezi kutekeleza bila mchango wenu, kwa sababu nyewe ndio mnao wale wananchi kule. Na kwa kiasi kikubwa tumejitahidi sana kufanya vizuri kwenye nyanja zote. Kwenye elimu msingi ufaulu umeongezeka. Sasa hivi kuna ufaulu 97%, lakini nilipokuja hapa ilikuwa ufaulu hajafikia hata 90%. Tunaenda kwenye tathmini ya mkoa kule, watu wa Bunda wanashangaa. Bunda mjini sema inakuaje lori ya kijijini na sisi tuko mjini hapa wanatushinda. Lakini tunaongoza ni kwa sababu ya jitihada ambazo tunazifanya kwa kushirikiana na nyinyi wananchi ambao mnahamasisha wajitolee na kuchangia kwenye swala la elimu. Shukrani sana kwenye hiyo. Lakini sio elimu tu, hata kwenye afya tunafanya vizuri. Nafikiri kwenye zile kamati wanawasilisha taarifa zile za utoaji wa huduma ya afya lori. Serikali ya wilaya imekuza mimi kwa ifanye kazi. Lakini sasa hivi UPD inafanya kazi na baadhi ya huduma zingine za mionzi zinafanyika pale. Rabo ilikuwa ifanye kazi kabisa. Tumepeleka mapato ndani milioni 30 kuwezesha ile UPD ifanye kazi. Na sasa hivi huduma zinatolewa. Na sehemu zingine tela ambazo kwa sababu ya muda siwezi kueleza moja moja, lakini wenyewe mashahidi kwa sababu mko kwenye hayo maeneo husika. Lakini sio kwenye elimu na afya tu, hata ukusanyaji wa mapato tunafanya vizuri sana. Kuna baadhi ya miezi hatukufanya vizuri, lakini nafikiri ilikuwa ni msimu. Sasa hivi tunafanya vizuri na tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa waheshimiwa madiwani. Na washukuruni sana kwa ushirikiano ambao mnatupatia. Timu za wataalamu zinaenda field, zinafanya kazi vizuri. Changamoto ni ndogo sana, lakini inatokana na ushirikiano ambao tunaopata kutoka kwenu waheshimiwa. Kwa nawashukuru sana, na sielezi kwa uhakika wa 100%, lakini huenda na mwaka huu pia tukavuka lengo lile la makisio. Na kama kawaida tutapeleka zaidi ya 100% kwenye maendeleo ya miradi. Kama ambavyo tumefanya mwaka uliopita, ile zidio pia tulipeleka kwenye miradi ya maendeleo, tulipeleka zaidi ya 100%, tulipeleka 120 ngapi kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo nawashukuru sana. Hizi zote zinafanyika na zinawezekana kwa sababu ya ushirikiano ambao tunaopata kwenu. Ni wito wataka waheshimiwa madiwani, ushirikiano ambao tunaopata na nimeutolea shukrani uendelee. Tunakuja sasa hivi na timu mbalimbali kukusanya ushuru na tozo mbalimbali. Niwahakikishie waheshimiwa madiwani, hakuna ushuru wala tozo yoyote ambayo itakusanywa kinyume na sheria. Ushuru wote ambao tunaokusanya halmashauri huko kwenye sheria, aidha sheria mama au sheria ndogo ambazo nyinyi wenyewe ndio mlizipitisha. Kwa hiyo ni watoe hofu, hata mkiona wanakusanya si ushuru wa nini, uliza, uombe ufafanuzi, tutatoa ufafanuzi kwamba ushuru huo tunaokusanya kwa mujibu wa sheria hii. Kama ni sheria mama au sheria ndogo tutahitaji. Lakini isitokee mheshimiwa akatia shaka kwamba kwa nini halmashauri wanakusanya ushuru huu. Kwa hiyo kwa ufupi, hakuna tozo au ushuru wowote ambao tunakusanya halmashauri ambao hauko kwenye sheria. Kwa hiyo tuendelee kutoa ushirikiano tunapokuja huko kukusanya ushuru. Na matumizi yake mnayaona, tunapeleka kwenye miradi ya maendeleo na uendeshaji wa shughuli kama hivi vikao vya baraza vinafanyika vyote na tunawalipa.
Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.